Mimi naitwa Leonard Ngayungi, ni meneja wa mradi wa ujenzi wa daraja la Tanga. Karibuni kwenye eneo la mradi. Hapa tuliposimama ni eneo la mradi. Huu mradi wa ujenzi wa daraja la Jangwani uko kwenye programu ya maendelezo ya mto Msimbazi ambayo inatekelezwa na component 5. Mojawapo ya component utekelezaji wa mradi ni ujenzi wa miundombinu ya maendelezo ya bonde la mto Msimbazi. Katika hiyo miundombinu ya bonde la maendelezo ya bonde la mto Msimbazi, kuna sehemu mojawapo ambayo inahusiana na ujenzi wa miundombinu ya kudhibiti mafuriko kupita kwenye eneo la bonde la Msimbazi, na ambapo daraja la Jangwani ndio linajengwa kupitia kwenye component hiyo. Kwa ujumla mradi mzima wa Jangwani, eneo lake la ujenzi litakuwa urefu wa kilomita 1.2. Kati ya hizo mita 390 itakuwa ni la daraja, alafu eneo linalobakia ni barabara ya maingilio ya kwenye daraja. Hadi sasa mkandarasi anaendelea na ujenzi, lakini kabla ya ujenzi alianza kwanza na kazi za awali. Mwanzoni ilikuwa ni kuhamisha miundombinu ya maji, ya umeme pamoja na mawasiliano, alafu pia kutengeneza barabara ya mchepuko, kwa sababu barabara eneo lote la ujenzi litajengwa upya. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima magari yatengenezwe barabara ya mchepuko ili yaendelee kupita, kwa sababu hili ni eneo ambalo linatumika kwa magari muda wote. Kwa hiyo baada ya kukamilisha hiyo, kandarasi ndio akaanza kufanya ujenzi wa daraja. Ujenzi wa daraja huu una hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza inahusiana na kujenga nguzo za msingi wa daraja ambazo kwa lugha ya Kiingereza inaitwa piles. Zenyewe inahusisha kujenga nguzo hizo za daraja ambazo jumla yake itakuwa nguzo 496 ambazo zina urefu unabadilika mbalimbali kutoka kwa usawa wa ardhi. Kuna ambazo zinakwenda mita 35, zingine zinakwenda mpaka mita 42. Mpaka sasa hivi mkandarasi ameshajenga nguzo 404 kati ya 496. Baada ya kumaliza ujenzi wa nguzo, kawaida ndio inafuata ujenzi wa ni kama bezi ya kufunga hizo nguzo ambayo tunaita pile cap kwa lugha ya kigeni. Baada ya pile cap tunafuata nguzo columns ambazo zinakwenda kubeba daraja juu, kama ambazo zinaonekana kwa hapa. Hapa niliposimama inaonekana hii nguzo. Kwa hiyo kwa nguzo hii ambayo imeshamalizika hii, hapa chini kuna piles zimeshajengwa. Kilichopo hapa hiki ni pile cap, ile ni nguzo. Baada ya juu ya nguzo utakuwa na beam, alafu juu ya beam utapata beam zingine. Baada ya beam zingine unakuja ile platform ya juu ambayo itakuwa magari yanapita. Itakapomalizika usawa wa daraja juu utakuwa ni mita 8 kutoka kwenye level ambayo ya barabara ya mwanzo ambayo ilikuwa. Tunatambua kwamba daraja lililopo sasa hivi ambalo limesha feli lilikuwa na urefu wa mita 47 na lilijengwa mwaka 85 likamilika mwaka 87. Sasa hivi haliwezekani tena kutumika nalo vile vile. Katikati ya hilo daraja la sasa lilopo litabomolewa vile vile, kwa sababu kuna nguzo zingine za daraja hili zinaingia katikati hiyo. Pia kwa upande wa kuelekea mjini, kama unavyoonekana kuna tuta kule ambalo hilo ni mojawapo ya ile barabara ya maingiliano ya kwenye daraja, ambayo mbali na kuwa barabara ya maingiliano, juu ya ile pale kutakuwa na basi, stendi ya basi ya BRT ya mwendokasi, na pia kutakuwa na njia ya watembea kwa miguu ambao wanatoka upande wa sehemu ambayo itakuwa inatekelezwa mradi wa maendelezo ya mto Msimbazi, ambapo kutakuwa na viwanja vya michezo. Kwa hiyo basi station itakayokuwepo juu ya ile tuta itakuwa inahudumia watu wanaokuja kwenye viwanja vya michezo pia. Kwa hiyo kupitia kwenye njia ya chini kuelekea upande wa kulia. Lengo la mradi ni kutatua changamoto ya mafuriko Jangwani. Kwa hiyo ina maana baada ya kujenga daraja hakutakuwa tena na mafuriko, kwa hiyo magari yataendelea kupita kama kawaida. Tutakuwa tunaondokana na ile adha ambayo ilikuwa kila majira ya mvua panajifunga, kwa sababu kwa muda wa sababu panakuwa panafurika na magari yanakuwa hayawezi kupita, watu hawezi kupita. Tunashukuru kwamba serikali kwa kuona umuhimu wa kuleta huu mradi na vile vile kutatua matatizo yaliyokuwa yanajitokeza hapa.
Nategemea baada ya hapo wananchi wataendelea kunufaika zaidi kupita kwa kutumia barabara kwa usafiri, na pia hata wale waenda kwa miguu na waendesha baskeli, kwa sababu daraja lina kila kitu, lina njia ya watembea kwa miguu, na njia ya watembea kwa baskeli, na njia ya magari, na vile kutakuwa na njia kwa ajili ya kutumika mabasi ya mwendokasi. Kwa hiyo tatizo la mafuriko litakuwa limetatuliwa katika ile eneo ambalo mbali na kusababisha tu usumbufu wa watumiaji wa daraja, vile vile kulikuwa na sehemu hatarishi ambayo watu wengine walikuwa wanaweza, mali za watu zilikuwa zinaharibika hapa, kwa sababu kama anapita kukiwa na maji, waendesha magari mengine alikuwa anaingia maji hapa wakati wanapopita, kwa hiyo lazimika. Kwa hiyo vile vile kodi ule uharibifu wa mali vile nao vile suluhisho la